Sawa, tuangazie mchezo wa dabi ambao utakutanisha Simba na Yanga pale visiwani Zanzibar kwenye ngao ya jamii, mchezo ambao utapigwa siku ya Jumatano ya tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 2026. Na tayari Simba ipo Zanzibar na Young Africans pia anaondoka leo pia kuelekea visiwani Zanzibar tayari kwa matayarisho ya mchezo huo wa ngao ya jamii. Bwana, tumeshuhudia timu zote mbili kwenye michezo ya kirafiki ya matamasha yao, Simba dhidi ya Polisi wakifungwa, lakini pia Yanga akifungwa na Igo du Congo mabao 2-1. Kitu gani ambacho walimu wa timu zote mbili walikipata mara baada ya kupoteza? Kila mmoja amepoteza kwenye mchezo wake wa mwisho wa kirafiki. Hii inatoa picha gani kuelekea mchezo huo? Mimi naona ni bora zaidi kwa sababu unapopoteza ni rahisi sana kuamua wapi ambapo utaenda kuboresha, lakini pia vitu gani ambavyo utaviongeza na utavipunguza. Kwa mfano Simba walipoteza dhidi ya Kenya Police. Bila shaka jambo la kwanza la kuangalia kwa mwalimu Steve Becker ni kuangalia namna ambavyo timu yake inatengeneza nafasi na namna ya kuzitumia. Hicho ni kitu cha kwanza kwa sababu walitengeneza nafasi nyingi sana lakini walishindwa kuzitumia katika lango la Kenya Police. Baada ya hapo watakuja kuangalia bao walifungwa kwenye mazingira gani na kwa nini walifungwa. Ukiangalia moja ya sababu ni pamoja na kujisahau kwa wachezaji wa Simba. Hakukuwepo na mchezaji ambaye anaweza akashtukia ule mtego kwamba Polisi wanaweza wakapiga counter attack ama wakafanya shambulizi la haraka. Mwisho wa siku, kabla hamjajipanga ninyi wa beki na kurejea kwenye mstari, tayari walishafunga. Ukiangalia lile goli lilitokea upande wa kushoto wa Simba, upande wa kulia wa Polisi, ambapo upande wa kushoto alikuwa anacheza Anthony Mligo. Wakati wanakwenda kuupoka ule mpira, Mligo alikuwa amepanda juu. Maana yake lile eneo lilibaki wazi. Mwisho wa siku fullback wa kulia wa Kenya Police anafanya transition, ana move na mpira, vuka mstari wakati anagongeana na viungo wenzie. Mwisho wa siku inapigwa cross, inamkuta Rupia, eneo ambalo wachezaji wa Simba sio kwamba hawakuwepo, walikuwepo lakini bado hawapo tayari, yani hawajawa tayari kumkaba. Maana yake ndo walikuwa wamerudi kwenye lile eneo. Mwisho wa siku ashachagua engo, mlinda mlango ana cha kufanya, anaweka mpira kambani. Kwa hiyo hilo ni jambo lingine ambalo analitazama Steve Becker kuelekea dabi ya Kariakoo, kwamba wapi ambapo natakiwa kuziba kwa huu muda walau wa siku moja na masaa kadhaa ambayo nitapata kwa ajili ya kufanya mazoezi. Nafikiri wameenda leo Zanzibar, watapumzika, wataangalia ni lini watatrain kabla ya mchezo wenyewe siku ya Jumatano. Uzuri mchezo unachezwa usiku, kwa hiyo hata siku yenyewe wakiamua kutrain asubuhi si mbaya, wala si vibaya. Wanaweza wakatrain masaa kadhaa, mwisho wa siku wakapumzika, wakasubiri muda wa mechi wenyewe. Lakini kwa hivyo vichache nafikiri ni vitu vya kuangalia zaidi kwa Steve Becker kuelekea mchezo wa dabi, kwa sababu hatahitaji kutetea, kwa sababu Simba wanahitaji kuanzia pale walipoishia msimu uliopita, lakini pia atahitaji kudhihirisha kwamba hawa wachezaji labda waliosajiliwa kuna kitu wamekuja kukiongeza, kama kweli kuna mapendekezo yake. Lakini kama watakuwa ni wale wanaoendelea na timu ambao walimaliza na timu kwa maana waliomaliza msimu ni sawa, lakini wa reduce ama waondoe baadhi ya makosa ambayo walikuwa nayo, ambayo tulikuwa tunayazungumza kwamba Simba akirekebisha hapa anaweza akawa bora, kama ilivyoanza kwa wachezaji mmoja kina Anset Ura, kwamba akitulia, Libasi Gay akitulia. Sasa hivi ndio unaweza ukikumbuka timu unayokwenda kucheza nayo, hata kama umeshinda 6 ni tofauti na hiyo timu ambayo umeshinda. Lakini timu kama ni ndogo ambayo umekutana nayo, umepoteza, hata kama ni ndogo au ni kubwa, kuna kipimo unakipata, kwa sababu ile inakusaidia kwenye hayo baadhi ya matukio ambayo inaweza kukusaidia wewe kupata matokeo au yakakufanya wewe uweze kukosa matokeo. Kwa Simba nafikiri iko namna hiyo, lakini kwa Yanga jana wamecheza dhidi ya the Les Eagles du Congo, ambayo ni timu ambayo inawezekana masikioni mwa watu ni timu geni, lakini ukiangalia walichokifanya msimu uliopita
ni kitu kikubwa sana ambacho kimewafanya mpaka sasa wanakwenda kushiriki CAF Champions League. Wamemaliza nafasi ya pili, tofauti wa alama moja na TP Mazembe. Kwa hiyo sio timu ya kubeza na haikuwa timu ya kubeza. Inawezekana Wanayanga waliamini kwamba ubora wa kikosi, ubora wa wachezaji waliosajiliwa, ubora wa wachezaji waliotambulishwa itakuwa beta zaidi Yanga kutengeneza nafasi nyingi na kufunga, lakini ni jambo ambalo halikuonekana uwanjani. Unaweza ukawa na visingizio, labda ukawa na sababu za kuzungumza, labda tuseme tuashumu labda ni yale mabadiliko ya kwamba wachezaji wengi wanatoka, wengine wanaingia, kila mtu anapewa dakika kadhaa. Unaweza ukapata sababu za namna hiyo, lakini tuje kwanza kwenye hizo 45. Timu inachezaje? Inatengenezaje nafasi? Inazitumia vipi hizo nafasi? Inajilindaje? Inadominate vipi? Wananusa vipi hatari? Wanareduce vipi yale makosa madogo madogo? Ukiangalia vyote hivyo utaona kwa namna moja ama nyingine vilikuwepo, kwa sababu hata goli walilofungwa Yanga lile la kwanza lilikuwa kwenye makosa ya kushindwa, makosa kiulinzi zaidi, kureact haraka. Unaweza ukasema kweli Fred alikuwa ni Faruk Komar ambaye alitaka kuuzuia, lakini jikuta amesha tereza. Kwa hiyo wakati anajiandaa anyenyuke pale, ashaupitia mchezaji wa Eagles du Congo, lakini sawa, huyu kashindwa, kachelewa labda kureact kuokoa, lakini kwa pala alipokuwa ameuweka alikuwa ameshatengeneza mazingira either ya Masalanga awai pale afanye kitu, au awepo beki mwingine wa kuweza kumsahihishia huyu makosa, lakini mwisho wa siku yeye kaonekana ndo kafanya kosa, kwa sababu mpira ulitoka kwake kaya kupatikana bao kafunga. Lakini ukiangalia pale ni kosa la ulinzi la safu nzima na golikipa akiwemo, sababu wakati anafika unaweza kaangalia hata target yake ama timing yake ya kwenda kuupata ule mpira ilikuwa kwenye mazingira yapi. Kwa hiyo ukiangalia hapo bado ni changamoto, lakini pia tazama pia hata bao la pili walilofungwa, namna ule mpira ulivyopressiwa, Djigui Diarra hakuwa na namna, lakini yote na yote ni katika makosa madogo madogo. Alikwenda kupiga sliding tackle nafikiri Casemiro, lakini wakati anaipiga ile bahati mbaya kwake ni kwamba mpira umeshapotea. Ulipotea ndio, lakini kwenye mazingira ulikopotea pale kulikuwepo na option ya wepo beki mmoja wa Yanga kwenye lile eneo ambalo mpira ulienda, lakini hakukuwepo na mchezaji pale, kwa sababu Baka wakati anageuka hivi ashatokea mchezaji kashapiga cross isharudi hivi, mtu asha press, Baka anageuka hivi, mambo ya mpira ushaingia kambani. Kwa hiyo makosa ya kiulinzi bado ni makubwa na makosa ya mchezaji mmoja mmoja. Maki kwenye mfano kwenye bao la pili pale Yanga walikuwa kwenye transition, yani kuanzisha mashambulizi. Sasa wakati wanaanza mashambulizi, kwa sababu ukiwa unaanza mashambulizi ni ngumu sana kujua kama mpira unaweza kupigwa back pass. Hata ukiangalia namna ambavyo walikuwa wanapigana pasi nyuma, ndio Yanga ndio walikuwa wanashambuliwa, wakapoka mpira sasa kurudi, alivyorudishiwa Casemiro akataka apige back pass, ndio shughuli ilipoanzia hapo. Sasa back pass wakati unaipiga unatakiwa uangalie unaipiga kwenye mazingira yapi na unaipigia wapi, kwa sababu ule mpira hata tungesema labda alikuwa anapiga back pass, ilikuwa ni back pass ya uchonganishi, tuseme hivi. Sahihi. Lakini kama ilikuwa ni tako ya kuupiga mpira ule kuondoa kwenye njia ya mchezaji wa Eagles du Congo, hapo ndo unaweza ukasema sawa, ndo utarudi kwa kile nilichokuwa nakizungumza. Lakini ukisema back pass, ile inaweza ikawa ni back pass ya uchonganishi, kwa sababu mpira ulikuwa unapita katikati ya wachezaji wawili. Huyu aliyekuja kufunga alikuwa upande huu, ameshafungua hapa. Bake. Lakini mpira umepigwa hapa, ile pasi ya Casemiro, yani ni kama alienda kumpa zawadi mchezaji wa Eagles. Kwa hiyo akapata nafasi tena ya kupress pembeni, ambapo tayari upande wa kulia Yanga walikuwa na wachezaji wachache washatoka huko. Maana yake ule upande, yani mpira umepigwa hivi unapita katikati. Huyu amefungulia hapa, huyu yuko hapa, wa Yanga yuko mbali. Kwa hiyo
Yanga ili afike pale pasi isharudishwa kwa yule aliyefungua. Unaweza kaona hata yeye alivyoupiga kifundi zaidi. Alipress na mpira ulienda kuchagua engo ambayo Diarra hakuwa na kingine cha kufanya zaidi ya kuona ukiingia kambani. Kwa hiyo nafikiri safu ya ulinzi inatakiwa kuliangalia hilo pia. Kocha mkuu kuangalia kwamba labda amtumie nani. Hapo ndipo ambapo anaweza akarekebisha baadhi ya mambo, lakini pia baadhi ya nyota inawezekana wamesajiliwa wachezaji wengi Yanga. Kwa hiyo bado inampa mkanganyiko wa kujua akina nani wanaanza, akina nani wataingia na akina nani wawe kwenye mipango ya game husika. Kwa hiyo hapo atahitaji pia usaidizi wa akina Patrick Mabedi ambao walikuwepo tayari, wameshaona kile kilichokuwa kinafanyika. Inawezekana yeye labda anachokiona kwa sasa ni kipya kwake, kwa sababu wachezaji wengi amewakuta na ni ngumu kusema labda kulingana na mfumo wake atamtumia nani. Watu wanaweza wakawa wanatamani zaidi kumuona Duke Abuya, lakini yeye akawa anafikiria asimtumie Duke Abuya, kwa sababu wengi wamezoea kumuona Duke Abuya. Inawezekana sasa hapo wakamuona mtu wa ajabu, yeye labda akiopti kwenda na Fred Ngoma. Lakini pia inawezekana Okello alizoea kupewa jukumu la kucheza popote anapojisikia, yani azunguke uwanja popote atakapotaka, lakini yeye akapewa jukumu kwamba pita pembeni. Hakuna namna yoyote ile, wewe pita pembeni, katikati watacheza wengine. Kwa hiyo unaweza ukaangalia kwa mazingira hayo. Falsafa za walimu pia zinatofautiana na zinabadilika. Tunaona wachezaji wakibadilisha nafasi kulingana na uhitaji ama kulingana na anachokiamini mwalimu kwamba unaweza ukakifanya kwa namna hiyo. Lakini kuna baadhi ya nyota ambao piga huwa garagaza inafikiri utawaona uwanjani. Kwa mfano ukisema Diarra, kwa vyovyote vile hiyo ni shinikizo la viongozi la nini, wasaidizi wale waliotangulia, lazima utamuona golini na kile ambacho kilichopo na mchezo husika ambao unakwenda kuchezwa. Na ninachokitarajia ama nilichokuwa nakifikiria mimi baada ya kutazama ule mchezo, nikaona kwamba kwa sababu mwalimu ni mpya, wachezaji waliosajiliwa ni wengi tena kwenye maeneo mbalimbali, inawezekana ushauri ukaja kwamba watumie wale waliokuwepo ambao wanaijua ladha ya dabi, ama wanaojua uhalisia wenyewe. Alafu baada ya hapo utaangalia kadri muda ambavyo utakuwa unasogea nini ambacho kitakuwa kinatokea, kitakuwa kizuri au kibaya, unaweza ukachange. Kwa hiyo nafikiri kwa namna hiyo ni rahisi sana kung'amua makosa kuliko kama wangeshinda. Yani ni vizuri sana wamepoteza ili mwalimu apate cha na mechi ilivyoisha nafikiri uliona ambao walionyesha ishara ya kuumia, ishara ya wasiwasi ni wale ambao walijiona kwenye hatia ya kuigharimu timu pia Casemiro. Kwa hiyo kwa namna hiyo pia utulivu ni muhimu, lakini partnership ndio kitu ambacho atatakiwa kukiinject kwanza wakati msimu unaanza. Baada ya hii dabi kitu cha kwanza ambacho kinatakiwa kufanyika kwenye kikosi cha Yanga ili timu iwe na mtiririko bora ambao labda wana Yanga watakuwa wanafurahia combination, ni kuona muunganiko sahihi. Eneo la ulinzi tuna nani na nani wawili. Eneo la kiungo nani atacheza namba 6 typical ambayo yeye atajitengea kale ka eneo. Fullbacks watafanya nini? Sahihi. Kama ni kushoto, kama ni kulia, hapande wakati gani, harudi wakati gani. Tunajua Diarra ni mtu ambaye mara nyingi anazungumza na mabeki wake, kwa hiyo ni rahisi sana pia kumsaidia mwalimu katika hilo, kuwakumbusha baadhi ya majukumu wakati ambao timu inashambuliwa, wakati ambao wanahitaji kwenda kushambulia. Eneo pekee ambalo naona anaweza akatumia muda mrefu ni eneo la pembeni, kwa maana ya mawinga. Msimu uliopita alikuwepo Pacome, kwa sasa hayupo. Aliwahi kucheza Mzize, kwa sasa hajarejea vizuri. Okello alikuwa anacheza mara kadhaa, ndo kama hivyo sasa hivi yupo kwenye timu, lakini kuna sajili zingine mpya. Sasa mwalimu atamwamulia nini ni jambo la kusubiri na. Kwa mfano kama jana, kwa namna alivyocheza
ni dhahiri kwamba jukumu lake ilikuwa ni kucheza winga jana. Kutokea pembeni. Yeah. Kwa sababu uliona akina Eric Mwijage wao ndo waliwekwa pale katikati. Alikuwa Eric Mwijage, Max Nzengeli pamoja na Fred yes. Ngoma. Kwa hiyo ukiangalia hapo unaweza ukaona kwamba mwalimu naye anaweza kawa na falsafa zake ambazo zinakuhitaji wewe ubadilike kulingana na anachokihitaji. Kwa hiyo kwa namna hiyo nafikiri dabi inawezekana, dabi hata kwa Simba pia inawezekana mabadiliko tusije kuyaona kwa sababu ya wachezaji waliokuwepo msimu uliopita, wakaendelea kuaminiwa wale uzuri mwalimu wao ni huyo. Lakini hata kwa Yanga pia mabadiliko yasiwe makubwa kwa sababu ya uzito wa mchezo wenyewe na uhitaji. Alafu hawa wengine kama atakuwepo mmoja wawili ambao wataaminiwa, labda kwa mfano kama Simba niliona yule Ibrahim Jabari, kuna namna ambavyo yeye ameshajitengenezea kwamba nahitaji niwe repressor wa Alassane Kante ambaye ameondoka kwenye timu. Sasa kwa Yanga ukiangalia aliyeondoka first 11 ni ambaye hayupo ni Pacome. Pacome Zuzwa. Nani anachukua nafasi yake ni kujichagua, kina Kangwanda, kina Zakwani, kina Mwijage, kina nani anaanza. Ni swala la kusubiri na kuona. Na inawezekana pia wakati wa Max kucheza pembeni ukawa ndo umeisha au ndo umefikia tamati kwa sababu mawinga typically wapo. Pia yeye anachojitofautisha na wao ni kwamba yeye ana uwezo pia wa kukaba. Kwa hiyo mwalimu anaweza kaopti kuwa anamtumia kwa sababu ana nguvu, ana pumzi ya kutosha, anaweza kukimbia uwanja mzima dakika zote. Sahihi. Akaisaidia timu kwenye kukaba na kuanzisha mashambulizi. Sawa, tugusie safi